Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Watukufu Islamu na wafuatiliaji wetu wapendwa, media yako pendwa Huda Online TV, kwa mara nyingine tena ni mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo lengo lake ni kule kukumbushana sambamba na kufundishana masala mbalimbali ya dini yetu ya Kiislamu. Watukufu Islamu, tunaomba tuwazimeni masikio yenu kwa muda huu mchache ambao tutatoa nasaha zetu kwa ndugu zetu katika imani ambao ni miongoni mwa maduati ambao kesho na kesho kutwa huenda wakawa ni miongoni mwa watu muhimu katika ulimwengu wa dini ya Kiislamu. Watukufu Islam, niliwahi kutoa nasaha katika siku zilizopita kwa ndugu yetu ambaye huwa nasikia sauti yake na anajitambulisha kwa jina la Siafu. Ndugu yetu huyu tuliwahi kumpelekea nasaha katika mambo yaliyojiri. Mara juzi nimeona klipu amemtukana miongoni katika Waislamu, miongoni katika ndugu zetu, kwa sababu tunasema ndugu zetu maana ya kiimani, na ndivyo tulivyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala pale alipotuambia a'udhu billahi minash shaitani rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum, waumini wote ni ndugu, basi tengezaneni baina yenu. Tutengeze yale ambayo yametukabili, lakini pia ndani ya kutengeza kuna kusaidiana, kuamiliana, mambo mbalimbali, kwa sababu ni ikhwa. Kadhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalibainisha hilo fi sahihain, atuambia almuslim akhul muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Juzi nilisikitishwa sana baada ya kuona video ya matusi yanatoka kwa ndugu yetu huyu anayejiita Siafu, yanakwenda kwa ndugu yetu Firdaus. Kwa kweli sisi tunashangaza mno ulimwengu, na tena ni wa kushangaliwa. Na mimi nashangaa, wa malia la ajabu, na kwa nini nisishangae kuona kwamba sisi ambao tunajinasibisha na taaluma ya dini ya Kiislamu tunajihusisha na mambo yasiyotuhusu, au tunajihusisha na mambo ambayo hayana mpangilio wowote wala mtiririko wowote wa kupeleka mbele dini yetu ya Kiislamu. Ile audio kwa kweli ilikuwa na matusi mengi, na hatupo kwa ajili ya kuchambua matusi, lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alieleza akiwa anawaelezea masahaba wake, na ujumbe huu pia unatuhusu sisi ambao tumekuja au tumeletwa baada ya wao. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alituhusia tena katika hali ya matusi, na akatuambia almuslim, Muislamu wa kweli hasa, man, ni Muislamu ambaye salimal muslimuna, wamesalimika Waislamu wengine, bilisanihi wa yadihi, kutokamana na shari ya ulimi wake, lakini pia na shari za mkono wake. Chunguza sana, uwe na mazingatio katika maneno haya ya mtukufu wa daraja, mtukufu wa kalima na mtukufu wa kinywa, si mwingine ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ameyasema haya, alikuwa anaona mbali sana, anasema almuslim man salima almuslimuna
bilisanihi wa yadi. Hawi huyu muislamu aswa isipokuwa wasalimike waislamu wenzake kutokamana na shari za mkono wake na shari za ulimi wake. Kwa hiyo watukufu Islam, nampa nasaha tena ndugu Siafu, asifanye biashara ya mtandao kwamba kila ninaloongea na yeye ahusike. Aangalie yanayomhusu yeye kama dai. Hakupaswa kuzungumza mazungumzo yale. Kwanza, sababu ya kwanza, sote ni Waislamu na Uislamu umetufundisha kuheshimiana. Na kweli kijana alikosea kuleta maskhara kwa Waislamu wengine kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza haya ndani ya Qur'an. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Maneno ya Allah yako wazi, haya yanafahamika. Ameleta maskhara, jambo ambalo baadhi ya watu wamelichukia, lakini sisi ambao tunafahamu kidogo historia yetu, tunayafahamu baadhi ya mambo, ninadhani na wao wanayafahamu, lakini ule utashi wa nafsi. Naogopa katika dunia mtu akakuchukia halafu ukamkosea aliyekuchukia. Hili ni jambo baya sana. Kwa hiyo ameleta maskhara, amekosea, lakini je, majibu yake yawe ni hivi? Wakati sote ni ndugu, tuna udugu wa kitaifa, lakini pia tuna udugu wa kiimani, tuna udugu wa kibinadamu. Kwa hiyo watukufu wa Islam, ndugu zetu hawa tunaowapa nasaha kila leo na hawasikii, sijui dawa yao iwe ni kitu gani, kwa sababu hatuelewi kwamba mafunzo haya anayapata katika usalafi. Usalafi gani wa aina hii? Kama kweli ni usalafi, hivyo salafi huyu kajifunza kutoka kwa mwana wa chuoni gani wa kisalafi njia hii? Kajifunza wasaili dawa wa aina hii kutoka kwa nani? Nani umemrithi katika dawa hii? Kwa sababu sisi tunafungua kompyuta kama nyinyi, tunafungua simu, internet kama nyinyi, tunawaona. Hatujashuhudia sisi kwamba Sheikh Mukbil, Sheikh Fauzan, mashekhe wote wa kisalafi hatujawahi kuwashuhudia wakiwa na majibu kama hayo, sio tu kwa Waislamu wenzao, hata kwa wasiokuwa Waislamu. Sasa dawa hii ndugu yetu Siafu umetoa wapi? Huna hoja. Na kawaida ya mtu mwenye matusi huwa hana hoja ya kujibu. Hebu kaa chini utafakari, huo mwendo unaokwenda nao natija yake ni ipi? Kweli unatafuta pepo kwa staili hii? Pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kweli inatafutwa kwa njia hii? Ndugu yangu, kama umenizidi kiumri, kama nimekuzidi, jirekebishe. Dawa yako hiyo ni hasara unayoitafutia nafsi yako. Angalia njia bora. Maisha haya tunapita, siku zote tunaambiwa dua bora ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameisema, mojawapo ni kumuomba Allah, fas'alillaha bil afia, ni kumuomba Allah kwa afya njema, wa husnil khatima, na mwisho mwema. Angalia afya isikupelekeshe ukaja ukakosa mwisho mwema. Wabillahi tawfiq. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله ربي والإسلام ديني. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.